michezo. Wastara. Ndio. Na unafuatilia ili tukio. Temeka sana vipi? Nimetetemeka wapi? Thamani ya tatu tu hivyo. Thamani ya pesa ni kiasi gani na kwa muda gani? Na Simba wamemtangaza mdhamini mpya, kwa maana mtengenezaji jezi na vifaa vya michezo ndani ya klabu hiyo ambaye anafahamika kwa jina la J Roots Investment East Africa Limited. Mkataba ambao wameingia ni wa kipindi cha miaka 5 ambao una thamani ya bilioni 35 kwa miaka hii hapo 5, ambapo kwa mwaka mzabuni huyo atatoa bilioni 5.6 katika klabu ya soka ya Simba. Lakini mbali na kutoa hiyo fedha ambayo wametia saini hii leo hapa jijini Dar es Salaam, fedha ambayo tayari ameshalipa ni bilioni 30, kwa maana 30% ambayo ameshalipa tayari. Lakini kupitia katika hafla hiyo ambayo inaendelea hapa Dar es Salaam, amesema atajenga ofisi za kudumu za klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini pia atatoa milioni 470 za uendeshaji wa klabu kila mwaka. Atajenga kiwanja chenye watu takriban 10,000 mpaka 12,000. Lakini pia kwa pre-season, kile kipindi ambacho timu inakuwa inajiandaa kwa ajili ya msimu mpya, atatoa shilingi milioni 100. Na hivi karibuni pia atatoa basi jipya la klabu ya Simba aina ya Iriza, ambao hapa Tanzania Iriza ile tuponalo sisi Azam, wanalo Azam FC pekee. Lakini pia mzabuni huyo amesema atajenga kituo maalum cha tiba kwa ajili ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Na huo mkataba unasema kuwa ni mkataba mkubwa kuwahi kutokea hapa Afrika Mashariki kwa kile ambacho kipo, na wameweza kuingia mkataba kufunga ndoa hiyo hii leo jijini Dar es Salaam baina ya klabu ya soka Simba dhidi ya J Roots Investment East Africa Limited. Bwana, thamani yake bilioni 38 ndio zilizotajwa kwa kipindi cha miaka 5. 38 kwa mwaka bilioni 5.6 ambayo watapata klabu ya soka Simba. Hiyo kweli na vitu vingine vingi ambavyo nimevitaja hapo. Hiyo kubwa. Nataka nijue hapa bwana kocha wa WhatsApp, thamani ya mkataba uliopita na thamani ya mkataba wa sasa kuna ongezeko kiasi gani? Na faida kwa Simba pia ni kubwa kiasi gani? Kocha wa WhatsApp Omar Majani. Mara 2 ya mkataba, mara 2.2 ya mkataba ambao ulikuwa kutoka kwa Sanda. Yes. Acha bwana. Na ile ilikuwa ni bilioni 2.3 kama na kumbukumbu zangu ziko sawa kwa mwaka. Bilioni siko 2 kamili ile. Mbili kuna kuaga na incentives hapo. Okay sawa. Kuna hapo kuna milioni 100 hapo za Simba Day. Okay. Dawa Star katika hii una Simba Day si utakuepo pale kama wanani washereheshaji watangazaji. Atapewa siku hiyo. Sauti ya mwanamke ni muhimu Simba Day. Kwa hiyo naona 100 umeikataa kuitaja. Hii 100 ya Simba Day nayo ipo. Sanda alikuwa anatoa shilingi ngapi kwa mwaka? Mpaka bilioni 2.3. 2.3. Mkataba ulikuwa miaka mingapi? Ule mkataba ulikuwa miaka 2. Miaka 2. Kwa hiyo thamani ya jumla ilikuwa almost bilioni 5. Alafu huyu amekuja kwenye miaka mingapi? Huyu ni miaka 5, bilioni 38. Lakini bilioni 5. Umeelewa? Ndio maana nasema almost bilioni 5. Ukiangalia hii kwa mjomba J Root ni mara ni 0.5 kwa miaka 2. Kwa maana yake yeye miaka yake 2 ya mjomba Sanda, mjomba J Root yeye anapiga mwaka huo na nyongeza juu ikiwemo ujenzi wa ofisi za kudumu, ikiwemo uwanja wa takriban siti 10,000, ikiwemo vifaa tunasema ikiwemo eneo la tiba, na vitu vingine vingi ikiwemo operation cost za taasisi zaidi ya milioni 470. Unaweza kuona ni uwekezaji wa kiwango cha bab kubwa. Simba anapiga hatua bwana. Ikiwemo na Eliza mjomba Zaka, viklipu vya Eliza itabidi apunguze kwa sababu nchini yeye National Yali na Eliza ziko 2. Sasa ngoja. Issue sio Eliza.
issue ni iriza ambayo yani iriza mnyama zipo kwa series. Kwa hiyo inawezekana tukuje tuone atakuja na series gani. Kwa hiyo ukisema mjomba zaka pakute clip inawezekana una copy. No sio copy. Yani ni kama unavyosema sasa hivi Mazda. Unaweza kusema 6 5 sio kuna 6 yani zinaenda kwa series. Yani magari yanaenda kwa series. Kwa hiyo ngoja tuone hiyo. Mfanisi sababu yaanza mjue na thamani ya unaona thamani ya takriban milioni 800. Hiyo Mercedes hizi ya. Nakwambiaje? Hiyo Mercedes hizi ambayo wanatumia Mamelodi Sundowns na Mercedes hizi ambayo wanatumia Al Ahly. Sasa Hamisa Mfanisi designer wa masuala makubwa mazima ya iriza na motokaa, tunakwambia kwamba mnyama iriza yake latest. Mnyama hawezi kutumia iriza sio latest. Ni latest. Acha masiana iriza. Wananchi mnasemaje? Tunaenda break bana, tarejea dakika chache zinazopata. Unasemaje? Kama haitakuwa latest, atakuwa anatuchekesha. Inawezekani wewe ununue mwaka huu, mwezi alinunua mwaka juzi afu siwe latest. Sasa anadluka uwezo wake. Jamani, mnapewa zawadi na bado mnataka kitu kitani. Hivi hakuna usafiri mwingine yenyewe ya mkataba. Hakuna usafiri mwingine bora zaidi au? Yani naona kuna mtu atajibu mapigo sio muda. Unajua kuna kitu watu wabia wakielewe. Kuna mtu anaweza kaja na mwewe hapa. Kwamba mwewe KMC mwewe kwa raha unatua wapi bwana? Kwenda wapi? Kaka, ruti zinaeleweka bwana. KMC ya Vikitaoni mwewe. Ruti zao za msimu mzima ni sehemu chache sana wanatumia basi. Nakwambiaje? KMC ya Vikitaoni mwewe. Hapo ndo changamoto. No. Inategemeana na mazingira. Au kwenda Mbeya labda Arusha. Ndio hizo lazima. Kwa ukitoa airport, Costa amejipinda hivi. Tunaenda break, wanatarejea dakika chache zinazofuata. Tupo na issue nzima ya mechi ya Fountain Gate dhidi ya Yanga kusogezwa mbele, lakini pia hatua ya nusu finali kombe la CRDB, viwanja ambavyo vimetangazwa kwa wakati huu hapa. Kumbuka tu kwamba hatua hiyo ni Young Africans dhidi ya JKT Tanzania, wakati ambao Simba atamenyana dhidi ya Kikosi cha Singida Black Stars. Mimi ni mpotojuzi Brenny Mpogolo, yuko hapa Hamisa Abdulrahman, msajili wa senior, bila kumsahau pia kocha wa WhatsApp Omar Manjani wa Stara Msese binti Msese, akitupa ripoti kamili ya zabuni ambayo Simba leo imetangazwa hasa kwa mshindi wa tenda hiyo mpya kabisa. Bilioni 38. Kaka, hii pesa. Hiyo ndio maana ya uwekezaji. 90.1 East Africa Radio Bukoba. East Africa Radio. Together tunawakilisha. Usitoke. Baki hapo. Tunalipa bill. Dakika 0 tu. Tunarudi. This is East Africa Radio. Play only the best music. Hawa jamaa wamezuka ngoja. 88.1 Dar es Salaam 99.0 Kampala anytime they keep it locked. 94.9. Yani kila kitu napata hapa. Nisikilize radio gani tena? Mimi ndio nishafika sasa. You're listening to only the best radio station. East Africa Radio. Together tunawakilisha. We got the DJ Dare. DJ. Mimi ni professional. East Africa Radio DJs with the fire mix. East Africa Radio. All hits. 101.4 East Africa Radio Singida. Together tunawakilisha. Madini.com. Elimu ya kutafuta maisha utaipata vizuri, utaenda shule watakufundisha physics, biology, chemistry, kila kitu. Lakini kwenye elimu ya namna ya kuishi ndio kinakuja kipindi cha Madini.com hiki. Madini.com ni shamba, it's very unique, ina ideas nzuri sana. Ni taarifa na maarifa vina combine pamoja, kwa sababu ndani ya taarifa pia kuna maarifa. Taarifa na maarifa. Madini.com manake each one teach one, kila mmoja ni teacher, kila mmoja ni denti. Ambaye hiyo kijana anaitwa Madini.com na inatokeaga kwa wiki mara moja tu, Jumamosi saa 9 alasiri hadi saa 10 jioni. Yuko East African Radio. Nukuta mwisho wa kunukuu. Ana control kabumbu ile Madini.com. Madini.com bado na kabumbu ile. Enjoy muziki mzuri, taarifa na maarifa. Wow. We got the DJs.
The king is in the mix. It's the perfect timing. DJ 45. DJ 45 King in the mix. East Africa Radio DJs with the fire mix. East Africa Radio. All hits. This is Natatu Nuksatano. East Africa Radio. East Africa Radio. Moshi. Players only. Come on. Together tunawakilisha. East Africa Radio. Yo, my punch B and B apart. Yo, it's Mbiri the storyteller from Soul Generation of Kenya. Kama kawa mama Nyandu. Ozi Wozi. Raka R.A.D.O. Rado. Yeah, it's your boy Rascal Sembo hapa. Au sio? This your boy Senator Worldwide. Stop at the rhyme, Mecca the bad, rapper the bad, chatter the acid, Dan Dada. Unasikiliza East Africa Radio, broadcasting live and direct from Dar es Salaam. Tune in. East Africa Radio. Together tunawakilisha. We got the DJ Dare. DJ Dare. Mimi ni professional. DJ Dare. East Africa Radio DJs with the fire mix. East Africa Radio. All hits. Baada ya kulipa bill, kifua chacho. The feeling of good music. The arena we know lie low. Good sensimilar is all I grow. Rastafari now. East Africa Radio. All hits. Dakika 9 zimesalia kwa timu mbili kamili za usiku. Hii ni kipenga East Africa Radio kutoka Mikocheni jijini Dar es Salaam. Kukumbusha tu kwamba shughuli ambayo inaendelea kwa sasa kwa wale ndugu zetu ambao wanapambana na hii Radio Fantasy League ni kuendelea kupanga bwana vikosi. Wale manager ambao washajisajili Yes, panga za kikosi. Tunatafuta wale washindi wa jumla wa msimu 2024-2025. Na uzuri tu kwamba sisi fantasy yetu EA Radio Fantasy League mabingwa ni 6. Sisi sio wachoyo. Kwa hiyo kila mwezi wale mshindi wa kwanza, wa pili, wa tatu, watakula fedha 6. Fedha za iriza ya kifantasy watatu wa juu wanakula. Iriza ya kifantasy, iriza ya kifantasy kwenye EA Radio Fantasy League unapata. Na tukupi tu juu tunakupeleka sehemu ya kiwanja. Yaani tunakupa mtaji, alafu tunakuonyesha starehe wewe utaamua cha kufanya. Umeelewa Tunakupa mtaji, alafu tunakuonyesha starehe hapo wewe utaamua cha kufanya. Kumbuka tu kujisajili kwenye www.fantasy.earadio.fantasy.co.tz. Watu washaanza kujibu mapigo mapema tu. Acha bwana. Unayo. Mapigo ya moyo au mapigo yote yanaweza. Posti mchina wako. Sasa ndugu zangu, kuna issue nzima ya kombe la TFF lile. Hilo muungano lishaisha bwana. Simba tayari shakuwa confirmed aendi. Kabisa. Washiriki ni Yanga, Singida, Coastal Union. Kutoka Bongo na Black Stars Singida. Kwa Singida ndo viti maalum. Wasibisha sasa wanabishabisha hapa. Wateuliwa. Viti maalum hao. Hivi si ndo wanateuliwa viti maalum. Wanateuliwa tu hao. Nani hataki kumuona Soa pale Zanzibar? Wateuliwa kwa niaba ya Simba Sports Club. Bwana wewe. Nani hataki kumuona Elvis Rupia pale Zanzibar? Yaani ingekuwa wewe Jonathan Soa kabla hajajiunga. Ingekuwa wewe ndo mzenji. Utaki kumuona Soa? Mimi asali ya Tabora nataka kuiona sana kuliko Soa. Asali ya Tabora watu wanakimbia huko. Tunadai bwana. Tuende Zenji kufanya nini? Kwa hiyo sasa hivi Athabada Damaro tunawapata kama wachezaji? Hao ni wazawa. Hao ni wachezaji. Fikiria competition tunawapata. Golikipa anaitwa nani yule? Abasogi. Yule ni Nigeria na yupo kwenye kikosi cha timu ya taifa, golikipa namba 2. Hata timu ya taifa aliitwa. Hivi naye hakuwa kwenye ule mchakato. Juzi lakini ulishanjani. Na yule na sasa hivi yani yule ameshapata call up sasa hivi kwenye national team haizi kukubali. Kaka Nigeria, Tanzania mbali sana. Kwanza mna kitu hata kitu. Ana guarantee lakini kwamba atakuwepo. Wapi kwenye kikosi cha Nigeria? Of course aliitwa na alikuwepo kwa sababu ujue Nigeria sasa hivi golikipa wao namba 1 ni Nwabali. Mwenyewe ukimwangalia
ukiangalia anacheza Ligi ya South Africa, kitu ambacho naamini ama Sabasoge akionyesha performance nzuri anaweza compete na. Bwana niulize swali la kinafiki kidogo hapa. Mbona umeona watu wana doubt na mkataba kulikoni? Mashabiki. Nasoma comment hapo na comment tofauti bwana. Unajua naelewa. Sio mara ya kwanza. Unajua ni kwa sababu gani? Unajua kwa sababu gani? Nakumbuka kipindi kile kuna sponsor mmoja alikuwepo Simba na alikuwepo Yanga. Mkataba wa Yanga ulikuwa mnono, wa Simba kuonekana bei mbaya. Wakaanza kutambiana bwana. Alikuwa sponsor, si mnamkumbuka? Bado yupo kote. Kubwa sana. Yupo kote. Si ndo tunaona Yanga TV, Simba TV. Kaonekana. Sasa brain, unajua issue nini? Issue ni kwamba ni mzabuni wa jezi. Sawa. Sasa hivi na of course tukizungumzia jezi tunazungumza na vifaa vya michezo. Kinachoangaliwa hapa ni kwamba thamani ya huo mkataba. Alafu ambaye alikuwa mwanzo kabla huyo ambaye sasa hivi ameuthaminisha mkataba wake ilikuwa ni kiasi gani. Kwa maisha yetu ya kawaida lazima kwa mtu inawezekana ka doubt, kwa sababu ukiangalia hiyo sasa tuiti, sababu kwenye maisha ipo hivi. Unatoka kwenye umaskini unaenda kwenye economic growth, afu unaenda kwenye economic development. Sasa hii ni kama kutoka kwenye umaskini kwenda kwenye economic development. Yaani angalia hiyo difference ya thamani ya mkataba ambayo ipo sasa hivi. Ingawa mimi binafsi siwezi kudoubt. Hata kama kutakuwa kuna vya pembeni siwezi kujua, lakini siwezi kudoubt kwa sababu ninachokiangalia sasa hivi kitu ambacho kinafanya timu au klabu inakuwa inapata wazabuni ambao wanakuwa wakikaa kwenye meza mazungumzo wanathaminisha timu yao ni kutokana pia na sura ambayo wenyewe wamejitengenezea. Sasa hivi ukiangalia Simba ni timu ambayo ina mvuto upati tu kwa kushiriki michezo ya ndani, mvuto unaopata kushiriki michezo ya kimataifa, kwa sababu imagine sasa hivi unakwenda kucheza Simba anakwenda kucheza mechi dhidi ya Stellenbosch. Kwenye jezi yake kila ambacho kitakuwa kimeandikwa au yule ambaye ameitengeneza jezi, of course lazima kuna jina lake litakuwepo pale. Ni watu wangapi ambao watapata wasawa kumtazama South Africa? Ni watu wangapi ambao watapata wasawa kumtazama? Na kizuri sasa hivi ni kwamba ligi yetu inaonekana sehemu nyingi. Dunia hii Afrika nzima watu wangapi watamtazama? Dunia nzima watu wangapi ambao wataweza kumtazama? Kwa hiyo kinachoangaliwa sasa hivi ni kwamba nikupe mfano. Unaona issue ya Visit Rwanda hii. Timu ya kwanza ambao walisaini nao mkataba ilikuwa ni Arsenal. Unaambiwa kabla ya wao kusaini mkataba, Arsenal wakati wanawapa thamani ya timu yao waliwaambia kwamba timu yetu inatazamwa mara milioni 48 kwa siku alisa. Mara milioni 48 kwa lisa. Sasa just imagine, na maana kwamba hiyo timu inatazamwa mara ngapi kwa siku, kwa mwaka. Kwa hiyo ina maana kwamba haya yote unaambiwa ni kwamba huu mkataba huwezi kuwa wa kitoto, lazima ufunguke, lazima pochi ifanye nini? Pochi uitanue hasa. Kwa hiyo mimi binafsi ninachokiona ni kwamba timu zetu zinapaswa kufika sehemu kuanza kuzijua thamani zao. Mimi of course kwenye issue ya bilioni 1 bilioni 2 inawezekana ikawa ni hela kubwa, lakini kwa sababu unavyosema bilioni, mtu akiona bilioni 1 bilioni 2, lakini hawa ambao wanasaini mikataba au timu kama timu yenyewe kuna namna ambavyo inabidi jiangalie kwamba kwa hii pesa ambayo mimi napewa, kwa faida ambayo mimi naingiza na faida ambayo mwekezaji wa eneo husika naingiza, je, inaweza kuwa iko sawa? Kwa hiyo ni kupongeza kwamba mtu ashajua thamani yake, kwa nini asifike? One uzabuni wa timu namba 4 Afrika. Hauwezi kuwa mzabuni wa mchezo. Uzabuni wa timu namba 4 bilioni hizo ngapi? Afrika nzima kwenye vilabu bora Simba ya 4. Unataka sisi tumelilia bilioni 20 muda mrefu sana. Kipindi hicho nyewe ngapi? Jezi tu sasa hivi kipindi hicho ni hauko ranked. Sasa hivi timu namba 4 Afrika, mambo ya kiuchumi, lakini watu wanaulizana huko hapo sasa ambacho umezingatia thamani ya pesa kama inakuwa. Ngoja kwanza. Yes. Maana hapo umezungumzia kwamba kwa mwaka anatoa bilioni ngapi? 5.6 kwa miaka yote hii. Yes. Hamna ongezeko maana. Kuna incentives ikiwemo ofisi za kudumu za klabu. Kwa hiyo hivyo vimewachanganya. Asset, unajua asset wakati unazungumzia kwamba kuna pesa ku depreciate, kuna inflation kwenye masuala ya fedha. Lakini kumbuka asset ni kitu cha kudumu. Kile hakijawahi kushuka thamani. Ndio maana jengo la Simba, jengo la Yanga katika valuation wao inabaki kuwa pale pale. Dakika moja. Yes, na nikotaka niwatoe hofu ambao wana wasiwasi. Kuna vitu vimetajwa ambavyo vinaonekana kwa macho ambavyo haviwezi kuwa chini ya kapeti. Kujenga ofisi, kama ni chupi tutaona kama ofisi itajengwa au haitajengwa. Uwanja wa watu 10,000 wote 10,000 kwa 2022 kinaonekana kwa macho. Kwa kama ni uongo
tutaona. Lakini pia kingine ambacho kimezungumziwa hapo ni issue ya fedha ya operation cost kwa mwaka milioni 470. Hiyo tunataka tusione. Utaona wanadaiwa wadaiwa. Unazungumzia kituo cha operation tiba kwa wachezaji. Tutakiona kinajengwa au kijengwa. Kuna vitu ambavyo kwa macho tu. Ndani ya miaka mingapi hiyo? Ndani ya miaka 5. Miaka hii 5. Kwa maana chopicho tutajua 2030 hiyo sasa. Kwa hiyo kabla hatujaanza kuwawekea doubt, kuna vitu tuwapongeze, tusubiri kuwahoji watakaposhinda kutekeleza hizo tu. Wakina Tomaso mmeelewa? Nenda break. Hata thamani ya Simba inapanda sasa hivi. Kina Tomaso kutoka Mikocheni, Dar es Salaam, Tanzania. Ikipepea live. Hii ni East Africa Radio. East Africa Radio. Together tunawakilisha. This is East Africa Radio. Play only the best music. Hawa jamaa wamezuka ngoda. Manana ni kamoja. Dar es Salaam 99.0. Kampala anytime they keep it locked. Yani kila kitu napata hapa. Sikiliza radio gani tena? Mimi ndio nishafika sasa. You're listening to only the best radio station. Radio